Bila shaka taarifa yetu kuu asubuhi hii ni kwamba ajali ya ndege imetokea katika eneo la Kwale ambapo watalii 12 wameaga dunia, na kubainisha kwa kina ambayo yamezungumzwa na kamanda wa polisi eneo la Pwani Ali Nuno. Naungana naye mwenzangu Tobias Chanji aweze kutupatia yanayojiri katika eneo hilo la Kwale na yale ambayo ameyasema Ali Nuno. Chanji, hadi kufikia sasa 12 wote wameaga dunia ama kunao ambao wamepona katika ajali hii? Na kile ambacho Ali Nuno ameweza kuthibitisha ni kuwa 12 hao wote wameweza kuaga dunia au kufariki, na ametuelezea kuwa walikuwa wanatoka mji wa Ukunda. Kumbuka hawa ni watalii wa kutoka mataifa tofauti ya nje, na walikuwa wanaelekea katika mbuga ya wanyama ya Amboseli, na ndipo wakapata ajali hiyo ambapo ndege aina ya 5Y CCA imeweza kuanguka katika eneo la Kichwa Tembo. Kichwa Tembo ni katika maeneo ya Simba, katika barabara ya kutokea Kombani, katika barabara kuu ya Lungalunga Likoni kuelekea katika mji wa Kwale. Na kwa sasa nasema ndege hiyo aina ya Cessna Caravan ambayo ni ya kampuni ya Mombasa Air Safaris hivi sasa imeharibika kabisa, na wanasema kuwa wanafika katika maeneo hayo kutoka katika makao makuu ya polisi hapa Mombasa kuelekea maeneo ya Kwale kuendelea na uchunguzi zaidi. Uchunguzi pia ambao vile vile utakuwa ni kutaka kujua uraia wa watalii hawa, na vile vile miaka, ikiwa ni watu wazima au ni watoto. Ni hayo tu ambayo tunaweza elezea kwa sasa, nasi pia tukiweza kujiunga na Nuno pamoja na maafisa wengine wa polisi katika maeneo ya Kwale kutaka kujua zaidi kile kilichojiri. Na bila shaka, na KCAA imesema nini labda hadi kufikia sasa katika eneo hilo? Wameshafika hapo ama bado wanasubiriwa kufika, na ni ripoti gani tutakuwa tunaisubiri kutoka kwao? Habari ambayo KCAA walikuwa washatoa pia ni kuhusiana na 12 hao, na kile ambacho tumeelezewa kuwa maafisa wa KCAA kutoka uwanja wa kitaifa wa Diani ambapo ndege hiyo ilikuwa imetoka ni pia wanaelekea katika maeneo ya mkasa, ambapo tayari kamishna mkuu wa kaunti ya Kwale amefika. Na mengi tu nataka kujua labda ni hali iliyosababisha ajali hiyo. Kumbuka kuwa tangia majira asubuhi kumekuwa na kijivua kidogo na mawingu ambayo yalikuwa yamekusanyika. Labda ni hizi tu ni baadhi ya zile au masuala ambayo watakuwa wanajaribu kudadisi, na iwapo pia ndege yenyewe ilikuwa katika hali gani. Hivyo ni masuala tu ambayo tutakuwa tunapata kutoka kwa watafiti wenyewe na labda wakuu wa KCAA pamoja na kitengo cha ujasusi tu kutuelezea yale yote ambayo labda yalikumba kabla ya ajali hiyo kutokea. Asante sana mwenzangu Tobias Chanji kwa kuweza kutufahamisha kile ambacho kimejiri. Utakuwa tunarudi kwako baadaye kuweza kufahamu yale ambayo yatakuwa yanasemwa na KCAA. Wapo ndege hii ilikuwa inafanya shughuli gani, na je ni hitilafu tu za mitambo zimetokea ama ni kipi ambacho kimejiri na kusababisha ajali hii na kusababisha mauti ya abiria 12 ambao ni watalii kutoka mataifa ya ughaibuni ambao walikuwa wamezuru katika mji wa Ukunda na Diani kule ambapo ni katika zile fuo za bahari ambapo kumekuwa na utalii mwingi tu wakati huu ambapo msimu wa utalii pia umeongezeka, na walikuwa wanatoka kule Ukunda kuelekea Masai Mara kuangalia baadhi ya wanyama wengine wa pori kule, na ajali hiyo ikatokea. Kwa hivyo kwa sasa hivi nataka tuingie katika mjadala, tuangazie masuala mbalimbali ambayo yanajiri katika humu nchini. Kwa sasa hivi nataka kuangazia masuala ya Nicholas Oyoo na Bob Njagi. Je, wako wapi? Ni maswali ambayo wengi wamekuwa wakijiuliza kuanzia mosi Oktoba walipopotea hadi leo ikiwa ni tarehe 28 hawajulikani. Siku 27 familia zao zikiwa katika mafadheheko, wakiwa katika mahangaiko, wakikosa usingizi, wengine hata wakipata magonjwa kwa sababu ya wasiwasi na dukuduku ambazo zimewajao kwa kutofahamu. Je, wapo hai? Je, ni mauti? Je, wanateswa pale walipo?
ni baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakizingira swala hili la Bob Njagi na mwenzake Nicholas Oyoo ambao walitekwa nyara katika mji wa Kampala kule nchini Uganda, ambalo ni taifa sasa hivi linajiandaa kwa uchaguzi wake ambao utakuwa unafanyika ukiwashirikisha rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni, ambaye pia atakuwa akishindana na mshindani wake wa karibu Robert Kyagulanyi, wengi wakimjua kama Bobi Wine. Kwa hivyo Oyoo na Njagi walikuwa wameenda katika kampeni yake Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, lakini baada ya kutoka katika kampeni hizo hawajajulikana walipo. Maafisa wa polisi, majeshi ya kule Uganda yakisema hawajui walipo, hawajawakamata. Je, taifa hili ujasusi wake unasemaje? Pia mawakili katika taifa lile wakisema kwamba wamefanya ziara katika vituo vyote vya polisi, lakini pia bado hawajabainisha wako wapi Oyoo na Bob Njagi. Ni swala ambalo tutakuwa tukilivalia njuga hapa, nikiwa naye Hussein Khalid ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Vocal Africa, na vile vile pia Felix Wambua ambaye ni mratibu wa kitaifa wa Free Kenya Movement. Baadaye pia tutakuwa tukiungana naye wakili Abner Mango aweze kutufahamisha ni kipi ambacho tutakuwa tukifahamu na kipi tutakuwa tukikitarajia katika siku za usoni. Lakini kabla ya kuyazungumza mengi, labda mtuchoree tu picha ya hali ilivyo, nini kilitokea Oktoba mosi, kipi kiliwapeleka Oyoo na Njagi katika taifa la Uganda. Kwanza nianze nawe Felix. Shukran kwa kuwa nasi hapa na kwa kuendeleza hii ni taarifa kuu kwa nchi yetu kwamba Bob na Njagi tangia tarehe mosi walipotoka Kenya tarehe 29, mimi walinijulisha kwamba wanaenda Kampala, na tukawa kwenye mawasiliano kupitia mtandao wa WhatsApp, pia kwenye TikTok. Bob alikuwa anaweka live zao wakiwa kule kwenye kampeni ya Bobi Wine. Nia yao kuu si kwamba walikuwa wanaingilia mambo ya siasa ya Uganda, bali Bob amekuwa rafiki wa Bobi Wine kwa muda mrefu, na kusema kwamba kwa sababu ni muda wao wa siasa, wacha nami niende nione jinsi wanavyopiga siasa zao kule, kwa sababu pia yeye kama mwanaharakati ambaye anapigania haki za wananchi hapa Kenya, ambaye pia alikuwa kwenye mstari wa mbele wakati mwaka jana tulipokuwa na Gen Z protest, akawa sasa amebadilisha maono yake. Sasa tutoke kwenye maandamano kwenye streets, barabarani, twende maandamano kwenye ballot paper, that is kwenye kura. Kwa hivyo yeye ameenda pale kuona ni jinsi gani huyu Bobi Wine amekuwa maarufu hivi, na pia yeye aweze kuja na kufundisha vijana wengine jinsi watakavyoweza kujitoa kwenye maandamano, sasa waingie kupigania viti vya kisiasa, ndio waweze kupitisha miswada ambayo Wakenya wamekuwa wakitaka. Tukiangalia kwanza finance bill yenyewe. Ndio. Kwa hivyo kauli na nia ni kufahamu siasa zake Bob Wine, vipi tunaweza kuziiga huku nchini Kenya. Ndio maana walikwenda pale, kwa sababu Kenya na Uganda hazina tofauti sana. Kenya na Uganda, Kenya ipo mbele kidemokrasia, na kuangalia environment, mazingira ya kisiasa pale Uganda, na ni jinsi gani huyu kijana mdogo Bobi Wine miaka 43 sasa ameweza kudhibiti huyu mkongwe mzee Museveni ambaye amekuwa kwenye uongozi miaka sasa 40. Kumaanisha kwamba Museveni akiingia uongozini, Bobi Wine alikuwa na miaka 3. Kwa hivyo anataka kujua ni mbinu gani, ni mambo gani haya yanafanya huyu kijana mdogo aweze kuwa na umaarufu kama huo. Ndio. Hussein, naam, kipi hatukijui? Kipi kimewatoa wa Kenya kwenda Uganda? Naam, swali zuri hilo, na nafikiri wakati umefika sisi kwetu kama wa Kenya kuweza kutafakari na kukumbuka kwamba Kenya si nchi ambayo inajiendeleza kivyake. Kenya ni nchi ambayo iko na majirani. Kenya iko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, iko katika bara la Afrika, na vile vile katika Jumuiya ya Madola, United Nations, ambayo ni dunia nzima. Kwa hivyo ni muhimu sisi kama wa Kenya tujue kwamba ndiyo tuko na nchi yetu, lakini hii nchi haiwezi kamwe
kujiendeleza, haiwezi kukua, haiwezi kufanya mambo kama vile tunavyoyaona ya kisawasawa bila kuingiliana na wenzetu. Kwa mfano, ukiangalia tu bidhaa ambazo zinauzwa hapa, utapata kuona kwamba kuna bidhaa nyingi ambazo zinakuja kutoka nje ambazo sisi tunazihitaji. Vile vile bidhaa ambazo zinatengezwa ama kukuzwa hapa nchini Kenya, kuna zile ambazo zinatumika ama tunazitoa kule nje ili ziweze kutumika. Hakuna nchi ambayo inaweza kujikimu peke yake kimaisha. Nchi yoyote ile, hata tukasema ni nchi za Ulaya ama za Amerika, ni lazima tukumbuke kwamba binadamu, kimombo tunasema is a social animal. Kwamba binadamu ni kiumbe ambacho kinatangamana na wengine. Huwezi kuishi wewe peke yako kivyako na ukasema kwamba mimi peke yangu najitosheleza. Kwa hivyo ni hivyo hivyo pia katika masala ya nchi. Na tunapozungumzia masala ya siasa, tunapozungumzia masala ya haki za binadamu, tukumbuke kwamba tunatumia lile neno universal, kwamba zinatumika ama zinaweza kupatikana katika dunia nzima. Na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunajitambua kwamba sisi ni watu wa aina moja. Leo tunasema jirani akiingiliwa, ukinyamaza kimya, ujue kesho ukija ukiingiliwa wewe hakutakuwa na jirani wa kukutetea. Kwa sababu pale jirani alipokuwa akiingiliwa, wewe ulinyamaza. Kwa hivyo haya ndio masala ambayo sisi kama Wakenya lazima tuweze kuyatilia maanani. Leo hii ikiwa tutakaa tunyamaze, tuangalie tu kule ambapo nyumba za majirani zinachomeka, kesho sisi tukipata shida tutakimbilia wapi? Kwa hivyo kuna umuhimu wetu sisi kuhakikisha kwamba wale majirani zetu, wale ambao wako pale, na sio tu kwamba ati tunafanya kwa sababu ya kujifikiria kibinafsi, ndio ubinadamu, ndio usawa wa kuangalia kwamba ndugu yako, jirani yako, mwenzako naye pia yuko salama. Kwa hivyo hatua ya tukisema Wakenya walikuwa wanaenda kufanya nini Uganda ama wameenda kufanya nini Tanzania, ni kwamba umemuona jirani yako yuko katika hali fulani, na wewe kwa sababu unajukumika na unachukua lile swala la kwamba sisi sote ni kitu kimoja, unaenda pale uweze kusaidia. Sisi tunawakaribisha Waganda hapa Kenya, tunawakaribisha wa Tanzania ili tuweze kuingiliana tuwe kitu kimoja. Kwa hivyo hili swala lazima liweze kueleweka kwa upeo huo, kwamba sisi kama wana Afrika Mashariki ambao tumeweka mkataba tukasema kwamba lazima hii jumuiya ya Afrika Mashariki tuwe kitu kimoja, hatuwezi kunyamaza wakati ambapo nyumba ya jirani imeshika moto. Lazima tuweze kusaidia, tuweze kuzima ule moto, tuhakikishe kwamba haki za binadamu na siasa za demokrasia zimeweza kufana katika hizi nchi. Samia Suluhu, wewe na wenzako mlipoenda Tanzania, aliwasema mumeingililia demokrasia yao kwa sababu haiwahusu, mrudi kwenu mkapambane na yenu. Je, mipaka ya kuingilia demokrasia ya Afrika Mashariki inakomea wapi, inaanzia wapi? Naam, swali zuri. Na nafikiri tukiwa tutaangalia kiundani, ni vizuri tuweze kusoma ule mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ule mkataba uko wazi kabisa. Kipengele cha 10, kipengele cha 6, kipengele cha 14, kipengele cha 104, vyote vinazungumzia kwamba tutakuwa tukisaidiana. Tutakuwa hizi nchi zitakuwa zikijumuisha ule umoja wao katika masala ya kutekeleza haki za binadamu. Na pale sisi tulipokuwa tunaenda kule Tanzania kuna miezi kadhaa iliyopita, tulikuwa tunaenda kufuatilia ile kesi ya yule kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Tukumbuke kwamba hatua ya kuenda kufuatilia kesi ni jambo ambalo linafanyika dunia nzima. Ndio. Nafikiri tunakumbuka wakati rais wa sasa pamoja na rais wa kitambo walipokuwa wameshtakiwa kule Hague. Tulikuwa tukiona viongozi wengi wakitoka hapa wakienda Hague, misafara wakipanda ndege wakisema wanaenda kufuatilia ile kesi. Ile ilikuwa nchi ya Europa ng'ambo kule kabisa. Tumeona mara nyingi sana hata wakati wa uchaguzi huwa tunatuma maripota, tunatuma waangalizi ili kuweza kuchunguza, kuangalia. Alafu kila shirika, kila agency inatoa taarifa yake.
za kimataifa, hata zingine za ng'ambo, acha za Afrika Mashariki, wengi huenda kufuatilia, kuangalia, waseme kwamba hizi kura zilikuwa ni za haki ama si za haki, ama hivi ama vile. Kwa hivyo haya ni mambo ya kawaida, ni mambo ambayo yanafanyika kila upande. Lakini utapata kuona viongozi ambao ni wadhalimu, viongozi ambao wanataka kuendelea kufinyilia, huwa wana uoga. Wanaona labda hawa wakija huenda wakawatoa wale wengine masikio taka, na wakaweza kuwainua wakaanza kufuatilia mambo kivingine. Kwa hivyo ndipo pale wanapokuja na hii sera ya kusema kwamba munaingilia mambo yetu. Hili neno sovereignty ama tutahitaji Kiswahili ni uhuru wa kitaifa, uhuru wa nchi, kwamba sisi ni nchi ambayo tuko huru na hatutaki kuingiliwa, inatumiwa sana na viongozi ambao ni wadhalimu, ambao wanataka kugawanya na kutawala ili waweze kuendeleza misingi hii ya kuonea watu. Na haya ni mambo ambayo tunasikitika kuona kwamba yanafanyika Afrika Mashariki. Sisi tuliweza kushikwa kule, tukarudishwa, wenzetu wengine walizuiliwa pale, wakateswa, Boniface Mwangi na Agatha Twahire. Sasa tunaona kwamba nchi ya Uganda wameona Mama Suluhu amefanya hivi na hivi kwa hawa, na sisi pia tunataka tufanye pia kama vile yeye amefanya. Kwa hivyo viongozi wetu wanaiga ubaya badala ya kuiga uzuri, na ni jambo ambalo sisi kama wana Afrika Mashariki lazima tuyaelewe kwamba huu wakati uliofika hivi sasa, ikiwa hawa viongozi wanaungana kudidimiza haki zetu, sisi kama wananchi tunafaa tuungane tupiganie haki zetu. Felix, swali lilo hilo. Na nikijaribu tu kuchangia kwenye hilo ni kwamba ili linanirudisha nyuma kwenye historia ya Afrika Mashariki, kwa sababu ukiangalia Uganda imekuwa na historia yake tata na ya kipekee. Imekumbwa na vurugu, imekumbwa na vita, na kwa kimombo kuu imekuwa na shida za mapinduzi. Na ilibidi mzee Julius Kabarange Nyerere aingilie vita na kutuma jeshi lake Uganda ili aweze kukomboa wananchi wa Uganda kutokana na uongozi wa kidikteta wa Idi Amin. Na walipofika kupata uhuru, wakaja na kuleta katiba ya jumuiya ambayo haikubali wananchi wa nchi moja kuingililia siasa za nchi nyingine. Hiyo ilikuwa ni njia moja ya kukuza madikteta. Kwa sababu gani? Leo kama Tanzania tunaona wanaendelea na kupiga siasa zao, na siasa zao ni za kikatili, siasa zao ni za kukandamiza wananchi, siasa zao zipo nyuma sana ukilinganisha na siasa za Kenya. Na sisi wa Kenya tukiendelea kunyamaza, tutarudishwa pale pale. Tunasema sisi hii ilikuwa miaka ya 90, ilikuwa miaka ya 91, 92 kabla ya mvumo wa vyama vingi, lakini inaendelea Tanzania. Inamaanisha nini? Hawa viongozi wetu kama hawezi piga simu tu Uganda na kutuambia Bob Njagi na Nicholas Oyoo wako hali gani, wanashirikiana kwenye haya mambo ya utekaji nyara, wanashirikiana kwenye haya maneno na haya mambo ya kunyamazisha wanaharakati. Wanaharakati si dhambi, kwa sababu kila kijana Kenya anasherehekea sasa hivi marehemu na hayati Raila Amolo Odinga. Kwa maana amekuwa mfano mwema kwetu. Aliongea kuhusu serikali mbaya siku zile, akaongea mpaka tukawa na akili na ufahamu, na tukajua ni yapi mazuri na ni yapi mabaya. Kwa hivyo sisi tuko tayari kuendeleza kupigania alichokiacha. Kazi ya Raila alipoiachia tutaichukulia pale. Inafungua mlango wa Afrika Mashariki. Wanaharakati unafanyika Kenya peke yake ama kule Uganda pia unafanyika? Manake tukiangalia wanaharakati wa Tanzania wanapozungumza wanabinywa, Uganda vivyo hivyo. Amemtaja Agatha, lakini pia hana uhuru wa kujieleza kama Hussein Khalid anavyojieleza panapotokea jambo hapa Kenya. Nafasi ya wanaharakati Afrika Mashariki ukiangalia na kuiweka katika hiyo jumuiya ya Afrika Mashariki iko wapi? Kenya ipo na nafasi kubwa zaidi
ile democratic space ya Kenya ni kubwa zaidi ukilinganisha na nchi hizi zingine za Afrika Mashariki. Kusema hivyo haimaanishi kwamba wanaharakati hawawindwi na kuuawa. Kusema hivyo simaanishi kwamba hatuuziwi huoga. Kusema hivyo haimaanishi kwamba hatutumiwi visingizio ili tuweze kupunguzwa kasi ya kuendelea kupigania haki zetu. Lakini swali ni kwamba siku ya leo na siku ya jana tumefikia wapi katika kupigania nafasi ya wanaharakati? Kwa maana sasa hivi nafasi ya wanaharakati inaendelea kudidimia zaidi ukilinganisha na miaka 2007, miaka 2008 na tangia rais wa sasa alipochukua uongozi. Na ukiangalia na kuangalia statistics, ni wanaharakati wangapi wamepotezwa, wameuawa, wamefungwa, wamewekewa mikesi, ni wangapi? Utapata ni wengi. Na hao wanaharakati ukiangalia pia kiumri, wana umri gani? Utapata ni umri mdogo kwa sasa. Kwa maana gani? Wanajaribu kuleta mambo ambayo yatafanya mtu mwingine yoyote atakayetaka kuiga mfano wa Raila, mfano wa Matiba, mfano wa mfano wako tu, mfano wangu tu. Ndio, asante. Asijaribu kwa maana kwenye sauti kuna ukweli, kwenye sauti kuna opening up the minds za watu, kwenye kuongea kuna kuleta nchi nzuri. Na tusipoongea basi nchi yetu itarudi nyuma sio kimaendeleo tu, bali ni kwenye mambo kama haya ya kulinda haki za binadamu. Kwenye sauti kuna mengi. Kwenye sauti inapazwa, na ukitaka sauti isipae unaibana sauti, kwa sababu hapo ndipo kauli za wengi zinaweza kusikika. Ni kauli yake Felix. Kwa hivyo nataka nipate pumziko fupi, nikirudi tutakuja kumuuliza nafasi ya wanaharakati iko wapi. Manake ameyaona na macho kule kwa Suluhu. Sijui kwa nini hakuenda kwa Museveni. Hussein Khalid sijui aliogopa mkono wa Museveni, atakuja kutuambia. Wacha tupate pumziko fupi. Karibu, tunazidi kulidadavua swala linalofungamana na alikutoweka kwa Bob Njagi na Nicholas Oyoo, ambao ni takriban siku 27 tangu walipotoweka na hawajulikani walipo. Jana katika kikao cha wanaharakati wakisisitiza tu waweze kupatiwa dhibitisho la uhai. Dhibitisho la uhai ni lipi haswa, Hussein Khalid? Naam, swali zuri. Thibitisho la uhai ni hakikisho kwamba hawa ndugu zetu hawajapoteza maisha yao. Kama tulivyoelezea na umetukumbusha, jana tulikuwa na hicho kikao, ni habari ambazo tumeweza kuzipokea kwa siku kadhaa zilizopita tangu weekend. Ni habari ambazo ni za kushtua roho, kwamba hawa ndugu zetu huenda wakawa wamepitia mateso ya hali ya juu. Kwamba hivi sasa huenda wakawa katika hali mbaya ya kiafya, kwamba afya yao imedhoofika, na ndio ikatutia sisi tumbo joto tukisema kwamba kuna umuhimu sisi sasa, hasa serikali ya Kenya, iweze kuthibitisha. Mara ya mwisho tulipomtembelea PS Korir Sing'oei katika ofisi yake, na tukamuuliza ikiwa anaweza kutuhakikishia hawa ndugu zetu wawili wako salama, akatuambia kwamba kulingana na habari alizozipokea kutoka ubalozi wa Kenya nchini Uganda, ni kwamba wako katika hali ya salama, kwamba wako sawa. Hilo ndio la mwisho sisi tulilolipata kutoka kwa afisi ya mambo ya nje ya Kenya. Lakini hiyo ni wakati wiki 2-3 zilizopita.
na hadi hivi sasa hatujapata any update, yani hatujaelezewa tangu hiyo siku hadi hivi sasa hawa ndugu zetu wako katika hali gani. Na wajua lisemwalo lipo, watu husema palipo na moshi hapakosi moto. Na ikiwa kuna habari zinatembea hapa na pale kwenye mitandao, wengine wanasema huenda wameteswa, wengine wanasema wameumizwa, wengine wanasema muhimu mjue hali yao, sisi tunasema hatutaki kugesa ama kujaribu jambo lolote. Tunataka uhakikisho. Ndio kwa maana tukafanya ile press ya jana na tukaiomba serikali ya Kenya, kwa sababu tukumbuke kwamba serikali ina jukumu la kulinda kila mwananchi, sio tu akiwa ndani ya nchi. Ukenya wangu hauishi pale ninapotoa pasipoti na kuingia katika nchi nyingine, ama pale ninapotoa pasipoti kusema naondoka. Mimi bado ni Mkenya, na bado serikali ya Kenya inajukumika kuhakikisha kwamba niko salama na haki zangu zote ambazo nafaa kuwa nazo niweze kuzipata. Haya matamshi tunayoyasikia mara kwa mara ati mkienda nchi za nje lazima mjue kule si Kenya ama sijui nini, mambo ambayo yanaenda kufuatwa ni mambo ya haki za binadamu. Kwa hivyo serikali ya Kenya ina jukumu la kuhakikisha Mkenya popote alipo ndani ya nchi na nje ya nchi kwamba huyo Mkenya yuko katika hali ya salama. Kwa hivyo tunasisitiza kwetu sisi kama Wakenya, ambaye anabeba jukumu kubwa kabisa ni waziri wa mambo ya nje. Kwa hivyo Musalia Mudavadi hawezi kukwepa swala hili, ana jukumu. Sisi kama walipa kodi, Bob Njagi kama mlipa kodi, Nicholas Oyoo kama mlipa kodi, ana haki ya kulindwa na nchi ya Kenya popote alipo duniani. Musalia Mudavadi amesalia kimya katika swala hili kwa siku 27. Jana Standard imeandika taarifa kuhusiana na Wakenya walio Urusi. Alikuwa wa kwanza jioni kuijibu taarifa hiyo, kusema na kukiri kwamba wapo Wakenya wanaofanya kazi katika jeshi la Urusi waliopelekwa kule kwa ulaghai. Lakini hii ambayo mmekuwa mkisukuma hajakuwa akiijibu. Ni utepetevu, ni makusudi ya serikali kutotaka kuwajibika, Felix? Nafikiri ni kukwepa majukumu yao, kwa sababu uwezi ukaongelelea mambo ambayo yapo kilomita maelfu wakati kuna jambo ambalo limetokea hapa tu kwa jirani. Unapanda tu besi masaa 2 matatu umefika Kampala na umejua hali ya Wakenya walivyo. Hao ni Bob Njagi na Nicholas Oyoo. Tumeona kwamba serikali bado haipo tayari kusikiza wananchi, na sijui kwa nini wanapenda sana wakati mambo ni mabaya. Kwa maana wananchi wa Kenya ni watu ambao ni watiifu, wazalendo, ambao wanaipea serikali yao muda waone ni hatua gani watachukua kuhusu maudhui au agendas wanayoipea serikali. Kwa sasa wananchi wametoa taarifa za amani, wamejaribu kuandika barua pepe kwenye ofisi na taasisi mbalimbali za kiserikali, lakini hizo ofisi zimebakia kimya. Na naomba niulize serikali, mnangoja another June 25th? Kwa nini mnataka Wakenya wajipiganie wao wenyewe wakati wamewadhamini na kuwapa nafasi ya kuongoza hii nchi? Jukumu la kwanza la kila serikali ni kulinda maisha ya wananchi, ni kuhakikisha kila mwananchi wa Kenya yupo salama. Nadhani hilo linafanyika kwa sasa. Halifanyiki kamwe, kwa sababu ni kwa nini tunao Wakenya wengine wapo Urusi wanaenda kupata taarifa wakati watu tayari wanaumia. Walikuwa wapi idara ya ujasusi? Ni kazi gani wanayoifanya? Kama Bob na Oyoo walikuwa ni watu wabaya, walikuwa ni wahalifu kikweli, walikuwa ni terrorist kama wanavyosema, kwa nini serikali ya Kenya haijawashika? Na wamekuwa wakiishi hapa Kenya, walipitia mpakani, wakahakikisha wamegongesha pasipoti zao kupitia kwa immigration. Kwa nini hawakushikwa pale?
Kwa nini waangojewe wamalize kula chakula chao cha mchana wakati wanajitayarisha kufanya mkutano wao na Bobi Wine ili warudi Nairobi siku hiyo hiyo wanashikwa? Kwa nini? Ni mambo gani ambayo serikali inataka Wakenya wafanye ili waridhike kwamba Wakenya hawana nia mbaya hata wanapopiga serikali, wanaipinga kulingana na katiba? Hamna mtu yoyote ambayo ana nia ya kwenda jinsi Kenya ilivyokuwa 82. Tupo tayari kwenda kwenye uchaguzi mwaka 2027. Na ukifuatilia Bob na Oyo ni kina nani, nenda pale kwenye Facebook utawaona mambo yanayoongelelea. Wale si watu ambao wamezaliwa jana au juzi, miaka 5, 10 iliyopita wamekuwa kwenye barabara, wamekuwa wakizungumza. Kwa nini sasa? Kwa nini sasa? Hilo ndio swali tunauliza. Hussein, kwa nini sasa washikwe? Kwa kushikwa kwao ni wazi kwamba imefanyika kwa sababu huu ndio wakati ambapo Uganda iko katika tutasema joto la kisiasa. Hata sisi tulipokuwa Tanzania, tukumbuke kwamba mwaka huu ni kura za Tanzania. Mwaka ujao ni kura za Uganda. Ni mwaka huu na mwaka Januari ni mwaka ujao. Na mwaka utakaokuja wa 27 ni Kenya. Kwa hivyo kura za hizi nchi tatu huwa zinafuatana. Japokuwa miezi ni tofauti, lakini huwa zinafuatana. Miaka ni tofauti, lakini ni miezi tu. Ya miezi tu. So 2025 ni Tanzania, 2026 ni Uganda, 2027 ni Kenya. Kwa hivyo kwa nini wakati huu? Ni kwa sababu nchi ya Uganda inaogopa zile kura zitakavyoenda. Museveni anataka kuendelea kujikita katika uongozi. Tukumbuke kwamba ni zaidi ya miaka 40, inafikia sasa miaka 40 katika uongozi. Mtu yoyote, hata wewe, hata Moi alikaa katika uongozi, lakini baadaye alikubali akasema wacha niwaachie wengine. Mtu ukijiona kwamba wewe peke yako ndio unastahili kuongoza, wewe peke yako ndio mwenye uwezo wa kupeleka mambo mbele, hii ni wazi kwamba wewe kama mtu binafsi hauna imani na watu wako kwamba wao pia wanaweza wakaleta mabadiliko katika nchi. Kwa hivyo sisi tunajua kwamba kule kuondolewa kwetu nchini Tanzania, kule kushikwa kwa Bob Njagi na wengine, kule kuteswa kwa Boniface Mwangi na Agatha, hii yote ni kwa sababu ya joto la kisiasa ambalo lipo katika nchi ya Tanzania na Uganda. Na huku tukizungumzia Uganda kwamba ni kama miaka 40 kiongozi huyu ambayo yuko katika nafasi ile, tutakumbuka pia nchi ya Tanzania chama ni hiko kimoja tu, CCM tangu uhuru mwaka nafikiri ni 62 hadi hivi sasa. Lakini unajisifu kuna demokrasia, maana yake wamekuwa kibadilisha viongozi, ama hiyo sio demokrasia? Hiyo si demokrasia. Demokrasia ni uruhusu watu wote waweze kuchangia, waweze kukubali kwamba lazima tuwe na tofauti. Chama kimoja inamaanisha sera ni hiyo hiyo. Hata ukiingia wewe, nikiingia mimi, akiingia Felix, ikiwa chama ni hicho kimoja, ni kumaanisha mambo ni yale yale yanayoendelea. Lakini ukiangalia dunia nzima, unapata kuna wale wanakuja na mwelekeo mpya. Labda wanataka mambo yafanyike kwa njia tofauti. Labda kuna wale labda wataitwa Democrats, wale ni Republicans. Hawa ni chama ambacho kinataka socialism, kuna wale wanataka mambo mengine tofauti. Unaona, communism. So tunafaa tuelewe kwamba kuna umuhimu wa kuacha wananchi waweze kujiamulia. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba hizi siasa ambazo zinaendelea katika Afrika Mashariki lazima ziwe ni siasa ambazo zinamnufaisha mwananchi mwenyewe, sio kukita viongozi peke yake wachache katika uongozi. Na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunajichukulia sisi kama Kenya kwamba ni ule tunajiita kaka mkubwa, kwa sababu tumepiga hatua katika masala ya demokrasia, na tuna jukumu hata kesho mbele ya Mungu kwenda kuelezea kwamba tulipoona wenzetu labda wameharibikiwa ama mambo hayaendi sawa, tulijaribu hata sisi kuweza kuchangia ili na wao waweze kupata tofauti, waone manufaa ya demokrasia. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo lazima tuweze kuyazingatia. Hili ni taifa ambalo mmelipa imani yenu sana liweze kumsaidia Bob Njagi na Nicholas Oyo. Niwarudishe nyuma tu. Hili ni taifa lililomtoa muhanga Kizza Besigye.
kwa mikono ya Museveni. Muna imani litawasaidia kuwaregesha Wakenya wakati lilimchukua kiongozi likampeana katika mikono ya simba? Ni sio rahisi kuwa na imani nao 100%, ila tunajaribu tunavyoweza kuwafikishia taarifa kwamba ni jukumu lenu mtupe Bob Njagi na Nicholas Oyoo. Kumbuka huo ni mfano mbaya umetoa wa nchi yetu, lakini nchi yetu imekuwa na sifa nzuri. Hii nchi yetu ndio ilimuhifadhi Museveni mwenyewe alipotoka Luero kule porini kupigana. Alikuwa anaishi hapa Shauri Moyo. Na akajipanga pale, tukampa amani pale, akarudi pale Kampala akawa rais. Na yeye mwenyewe alikuwa anaozungumza maneno haya ninayoyazungumza. Kumaanisha alikuwa mwanaharakati pia. Alikuwa anaahidi Waganda, tutawapa nchi ambayo itakuwa inaheshimu haki za kibinadamu. Tutawapa nchi ambayo itawezesha kila Mganda aweze kunawiri. Na tutawapa nchi ambayo itakuwa na uhusiano mwema na majirani wetu. Ni mambo gani haya tunayaona leo? Sasa yule aliyekuwa mtetezi wa haki amegeuka na akawa ndiye anayekandamiza wengine. Amesahau maneno yaliyomleta uongozini. Amesahau maneno aliyoyazungumza ili Waganda wakampenda na wanajumuiya wakampenda. Hii leo hii tukiongea hivi, amekuwa adui wa vijana katika jumuiya yote ya Afrika Mashariki. Yeye ndio adui mkubwa wa vijana. Na tunasema nini? Ipo siku hao maadui wote watatoka. Hussein ametoka kuorodhesha jinsi uchaguzi unavyoendelea katika jumuiya yetu. Na tunaona hawashirikiani tu kwenye kupigania uongozi. Wanashirikiana pia kwenye kuteka nyara. Wanashirikiana pia kwenye kunyamazisha sauti ambazo zinazungumza na zinatoa maovu ambayo yanafanywa na hizi serikali tatu. Ujumuiya wetu hatuutaki tu kwenye uchumi. Ujumuiya wetu hatuutaki tu kwenye usafiri na mambo ya kiutalii. Tunautaka pia kwenye mambo ya haki za binadamu. Na ndio uweze kutimia, naonelea ni vizuri kwa maoni yangu, sio maoni ya hiki kituo. Vijana wa Kenya, wa Tanzania waungane, kwa maana zimwi linalo wakula ni zimwi moja. Zimwi la udikteta ambalo Kenya lina sura yake, ambalo Uganda lina sura yake, na Tanzania pia lina sura zao. Asante. Nimuhusishe wakili sasa ambaye amejiunga nasi, Abner Mango, karibu sana. Asante Bwana Suleiman. Asante sana. Tuliangalie swala la katiba, hususan katika haya mataifa matatu. Kenya ilisonga mbele ikapata katiba mpya mwaka 2010. Lakini haya mataifa mawili ya Tanzania na Uganda bado imejikita katika katiba zao za zamani. Hii inanyima uhuru gani wa kujieleza na wanaharakati na kutetea haki za binadamu katika mataifa haya mengine ambapo Wakenya sasa hivi wakienda wanadhulumiwa na kunyanyaswa na kufukuzwa kama mgeni ambaye hakualikwa? Ndio, asante sana Bwana Suleiman. Ni kweli Kenya imeweza kuenda mbele kwa kujipea ile katiba mpya kwa mwaka wa 2010. Lakini pia nitatofautiana na wewe na niseme kuwa pia si kweli ya kwamba nchi ya jirani zetu Uganda na Tanzania sheria hawana. Ukiangalia katiba yetu ile chapter 4 ndiyo ambayo inaweka zile haki za kibinadamu, a whole chapter kwa hiyo katiba. Lakini ukienda pale Uganda wako na ile act inaitwa Human Rights Enforcement Act. Kwanza wako hata mbele yetu ya kusema ya kwamba wako na sheria ambayo inaangazia haki za kibinadamu peke yake. Na ni kwa hiyo act, hiyo Human Rights Act, ndio iliwezesha wale mawakili wa Uganda kwenda kwa ile koti ya juu ya Uganda na kutaka ya kwamba hizi mwili ya Bob Njagi na Nicholas Oyoo iweze ikaletwa. Na tarehe 22 wiki iliyopita ndiposa jaji mkuu katika nchi ya Tanzania aliweza kukataa na kutupilia mbali ile kesi ambayo ilipelekwa pale Uganda. Sasa unapata ya kwamba sasa ile judiciary ya Uganda haiko huru. Inaweza kuchukua instructions kutoka kwa
rais. Sinaturudisha kwenye katiba bado, manake uhuru wa judiciary Kenya imetoka kwenye katiba. Imetoka kwenye katiba. Ndio. Na bado ukiangalia sasa sisi kama mataifa ya East Africa, ile mataifa ya jumuiya, bado tuko na zile sheria ambazo zinaturegulate hapa Afrika Mashariki. Zile sheria tunaziita sheria za jumuiya. Na kwa mfano sasa kama sisi kama shirika la mawakili wa Kenya tunasema ya kwamba kwa sababu tunaona ile koti ya Uganda imekataa kuangalia haki za hao wa Kenya wawili ambao wamechukuliwa nchini Uganda, tunataka kwenda kwa ile East Africa Court of Justice. Hii ni koti ambayo iko pale Arusha, Tanzania, na koti hii inaweza kuenforce hizo rights za hao wa Kenya hata kama sio Kenya hapa. Ndio nakubaliana nawe ya kwamba Kenya tumesonga mbele, lakini bado haijakomesha kuona visa za Wakenya pia kupotea. Sasa nakubaliana na ndugu yangu ya kwamba ni mambo ya uongozi mbaya saa zingine ndio inawezesha serikali kufanya jambo kama hizi. Na kwa kisa ya hawa wawili sio shaka, kwa sababu koti inatueleza hakuna hatujaweka evidence yote ya kuonyesha hawa watu wamechukuliwa na jeshi ama askari wa Uganda. Ilhali tuko na hata wale ambao waliweza kujionea na macho yao mbili na wako nje na wamesema vile ambavyo ilitendeka. Sasa tunataka kuipeleka mbele, tunataka kuisongesha mbele kwa East Africa Court of Justice, tuone ya kwamba hawa wawili waweze kuletwa, na wasipoletwa ukumbuke hii ni makosa ambayo what we call crimes against humanity, ambayo usipochunga basi unaweza ukashtakiwa hata kwa ile International Criminal Court, ile ICC ambayo iko Hague. Sasa kila binadamu kuna zile Suleiman, kuna zile haki ambayo unazaliwa nayo kama haki ya kuishi, right to life. Na kwa hawa freedom from torture, ufai kuwa kama binadamu kuwa unadhulumiwa. Na tumepata ripoti ya kwamba hawa wenzetu wawili wanadhulumiwa tunavyozungumza. So tunataka waweze kupatikana haraka iwezekanavyo ili waweze kupata hata huduma za kiafya, waweze wakatibiwa na madaktari. Sasa tutaendelea kusukuma na tuone ya kwamba sheria inatendeka. Kuna zile international laws, ndio nakubaliana Kenyan Constitution imesonga mbele, lakini hata hizo nchi ndio ziko zile sheria za kimataifa ambazo pia kila taifa linahitajika kuziidhinisha na kuzipasisha kuingia katika katiba yao, ambazo zinawekwa na Umoja wa Mataifa, kama hizo umezisema, sheria za kupinga ama kuzuia dhulma dhidi ya binadamu. Lakini inazidi kufungua mianya katika eneo hili la Afrika Mashariki. Una imani kweli na Afrika Mashariki ama mahakama ya Afrika Mashariki kutoa haki? Ni kesi ipi tunaweza kusema hii ni moja ya kesi ambazo zimetoa haki? Ni kweli Suleiman, na hii ni ile sasa tunaita trend ambayo inatupea wasiwasi mno. Haijamaliza hata miezi 3 ama 4 ndugu yetu Boniface Mwangi na yule mwanamke Agatha Atuhaire waliweza wakatekwa nyara pale nchini Tanzania. Na ukiangalia hizi zote zinafanyika wakati ambapo uchaguzi unakuja. Sasa ni kana kwamba wanasema usijaribu kuja nchi yetu kuingilia mambo ya siasa na sheria zetu. Na tunasikitishwa, for example, kama jana kwa mfano seneta wa Nandi Cherargei anawadhulumu, anauliza ni nini wanaenda kufanya katika nchi jirani. Na vile ambavyo mwenzangu pia ameeleza vizuri, hata sisi ukiangalia historia ya Kenya na hizi nchi, tumeweza kuona, ukiangalia hata Rais Kagame wa Rwanda aliweza kujificha pale Uganda. Museveni mwenyewe aliweza kujificha hapa Kenya. Sasa hizo haki zote na freedom zote ambayo watu wanazidi kuenjoy ziko katika hizi sheria. Lakini ndio tunakubaliana na wewe ya kwamba hizi trend ambayo tunaona inatupa wasiwasi, lakini sisi hatutakufa moyo. Tutazidi kuendeleza na tutazidi tafuta haki katika koti hizi, na sio koti pekee. Kuna legal avenues zingine ambazo zinakubalika kisheria kufuatilia haki za hawa. Tunaangalia kwa mfano yule mjumbe mkuu wa United Nations mambo ya haki za binadamu, wanasema kwamba sasa wanafuatilia kuona kama hizi haki zinatekelezwa na zinazingatiwa. Sasa tutaweza kuweka hiyo pressure hata kama sio kwenye koti, lakini kwa some of these international organization kuhakikisha ya kwamba hizi haki za kibinadamu zinazingatiwa.
Kumbuka kama nchi kama Kenya inaketi katika hiyo kikao pale United Nations. Sasa itakuwaje baadhi ya members wa hiyo kamati ya haki inaweza kukiuka ama haiwezi kufuatilia? Tumefanya mengi kupitia sasa. Wiki iliyopita tulipetition mwanasheria mkuu Attorney General kutupa jinsi bora ya kufuatilia hii mambo. Tuliwaeleza utupe basi njia gani bora ya kufuatilia hii maneno, kwa sababu juhudi zetu katika wizara ya Foreign Affairs zimeambulia patupu. Sasa tunataka kuona nchi ama serikali ya Kenya inafanya nini pigania na kulinda haki za hawa wawili ambao si citizens wa Kenya pekee, lakini pia ni members wa hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Kule Uganda, Khalid, ni nani mnazungumza naye? Nani mnataka wasikize? Manake mnatuma barua pepe sasa. Zinaenda kwa nani? Zitajibiwa na nani? Manake tayari jeshi limejitokeza likasema sisi hatunao. Polisi wamejitokeza wanasema sisi hatujui alipo, hatukuwakamata. Naam, ile kampeni yetu tulioanzisha ni barua pepe zitumwe kwa afisi ya rais. Manake tunajua kwamba mambo yote yanayofanyika katika nchi, yule Rais Museveni ana uwezo wa kuchukua hatua yoyote ile, kuamrisha kurudishwa kwa hawa ndugu zetu. Kwa hivyo ile kampeni tulianzisha kama Vocal Africa pamoja na chama cha mawakili Kenya na Amnesty International ni kwamba wananchi popote walipo, si wa Kenya tu, Waganda ama wa Afrika Mashariki, lakini dunia nzima. Na hadi hivi sasa tumepata barua zaidi ya 300. Tumeweza kuona kwamba zimeweza kufikishwa. Kwa hivyo kama nilivyosema pale jana ni kwamba sisi hatuna shaka kwamba hawa ndugu zetu wako mikononi mwa serikali ya Uganda. Hiyo tuko na uhakika wa 100%. Uhakika kwa sababu tumeona wakishikwa. Alafu usisahau ndugu yangu Suleiman ni kwamba si serikali peke yake ambao wako na watu wao. Hata katika hizi serikali ambazo zinanyanyasa, zinadhulumu na kukanyagia haki za binadamu, kunao wale ambao wanajua yanayofanyika si sawa, ambao wao pia wako katika ile serikali na ule udhalimu unaendelea, lakini wangetaka kuona mambo kama hayo yakiacha kufanyika. Kwa hivyo tuko hata sisi na watu wetu ambao wako mule ndani, ambao pia huwa wanatupa zile habari, wanatupa zile hotuba kwa nia ya kujaribu kubadilisha ule udhalimu unaofanyika. Kwa hivyo imani yetu na kulingana na ile intelligence yetu ni kwamba wanazuiliwa katika kile kituo cha kijeshi nchini Kampala. Na hizi ni habari ambazo tumezipata kwa kupitia watu wetu ambao wako katika maeneo tofauti. Unasema nyinyi pia mna majasusi wenu. Very good. Hilo ndio neno nafikiri talitumia. Majasusi wetu pia wako, na hao majasusi pia ni wao ambao wako katika serikali ambao wanataka kuona mabadiliko. Kwa hivyo ni kitu ambacho Waganda, wa Kenya, wana Afrika Mashariki lazima waweze kujua kwamba ni serikali ya Uganda ambayo imewashikilia hawa ndugu zetu wawili. Na sisi tunasema kwamba wasiwasi wetu mkubwa ni kwamba kimya cha serikali ya Kenya ama kutochukua hatua kwa serikali ya Kenya inaashiria kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba serikali hii ya Kenya inafanya kazi pamoja na serikali ya Uganda kugandamiza haki za Bob Njagi na Nicholas Oyo. Kwa sababu kama serikali ingekuwa kweli inapinga yale yanayofanyika, tuna imani kwamba hadi hivi sasa wangekuwa wamechukua hatua ambazo wangeweza kuzionesha na kutuonesha kwamba wamewaleta wale ndugu zetu hapa. Kwa hivyo sisi tuna imani kubwa kwamba Musalia Mudavadi pamoja na wizara yake ingeweza kufanya mambo mingi kuweza kuwarudisha hawa ndugu, lakini kule kutofanya lolote inamaanisha wameipea serikali ya Uganda mlango wazi wafanye wanayotaka kuyafanya kwa hawa ndugu zetu wawili. Na hilo ndio jambo ambalo sisi tunalipinga kwa kila njia, kwa sababu sio jambo ambalo unatarajia serikali yako ikufanyie wakati wewe uko kwenye shida katika nchi ya nje.
Asante sana Hussein Khalid, nipate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja kumalizia mjadala huu wa njia mwafaka ni ipi ya kufanywa kando na kuelekea katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo wana imani wako katikati, sijui watafanya kipi kingine kando na hicho. Naam, katika dakika 18 ambazo zimesalia nataka tutafute suluhu. Na labda hapa ndio tutapata mbinu na njia mwafaka ya kuhakikisha Wakenya hao wawili wanarudi nyumbani. Suluhu ni ipi, Abenor? Kusema kweli kwa sasa tutaendelea kusukuma na kutumia zile njia zote ambazo tunaweza. Mamangu kule nyumbani Likoni ataniuliza unamsukuma nani? Si tutatumia zile koti, na tumesema kwa mfano chama cha mawakili tunaenda kupetition ile East African Court of Justice. Kwa sababu hiyo ndio iko na ile nguvu ya kuweza kusikiza mambo ambayo sio ya Kenya tukisema kwa mfano. Kwa sababu ingekuwa imefanyika hapa Kenya basi tungeweza kupetition ile High Court ya Kenya. Lakini kwa sababu imefanyika kule Uganda na koti za Uganda imetupilia mbali ile kesi, basi hatuna budi ila kwenda kwa ile East Africa Court of Justice. Sasa kama mawakili tutaenda pale East Africa Court of Justice kupetition na kusema ya kwamba wale wenzetu waweze kuletwa. Lakini usisahau ya kwamba hizi vitu zote ambazo zinafanyika zinakuwa documented. Na ndo maana kulikuwa na ile ripoti ilitoka kutoka yule commissioner wa United Nations Commission on Human Rights. Sasa tutaweza pia kuweka hili ombi iongezwe kwa zile kesi ambazo wanafuatilia ya watu ambao wamepotea. Ndio posa sasa wale international community waweze kufuatilia na pia kusema ya kwamba ama kusurutisha serikali ya Uganda kuweza kuwaachilia huru hawa wa Kenya. Ikikosa basi tunaambia hizi international organizations waweze kufanya ile kitu tunaita sanctions. Kama ni ile World Bank ama IMF ambayo inapea hizi serikali pesa ya kuweza kufanya maendeleo na vitu zingine, waweze kusitisha hadi tuweze tukapata majibu, kwa sababu maswali yashaulizwa. Ile ambayo imebaki ni majibu. Na tangu ile wakati yule spokesperson wa Uganda Police aweze kutoa presa na kusema ya kwamba hawajaonyesha dunia zile hatua wamechukua tangu hiyo siku kuweza kuwapata. Hawajatupea ripoti yoyote ya kwamba tumezidisha ama tumefanya ama zile leads zetu zimetupeleka mahali fulani. Na vile ambavyo Hussein alitueleza, jambo hii ilitendeka mchana peupe. Sasa sio siri, sio, yani ni kitu ambayo kuna wale ambao waliweza kuwitness. Sasa tunasema ya kwamba hatuta give up, tutaendelea na kufuatilia hii jambo, tutatumia all available legal avenues na pia kutumia sasa hizi international methods in terms of lobbying na kuweza kufuatilia kutuona ya kwamba haki inatendeka na hawa Wakenya wawili wameweza kupatikana na warudi kwa familia zao. Felix, nisisitize tu vile wakili amesema kwamba lazima tuongee na marafiki wetu wa kimaendeleo, development partners within East Africa, tuone ni waweze kufanya ukaguzi kujua ni njia gani ama ni vitu gani zinatumika wakati hizi nchi zinapewa ufadhili. Vyombo vya dola vinatumika namna gani? Kwa maana tumeona ni vizuri, ni bayana kwamba bajeti kubwa ya East Africa, nchi za East Africa inatengewa polisi, inatengewa jeshi. Na itengewi jeshi kwa maana kuna utovu wa usalama katika jumuiya yetu. Inatengewa hivi vitengo vya serikali ili viweze kudhibiti wanaharakati, viweze kudhibiti sauti yoyote ambayo inaongea kinyume na matakwa ya rais ama serikali iliyopo. Pili, ni waulize wa Kenya pia tuweze kususia biashara za Waganda. Tuweze kuona ni jinsi gani tutafanya tuamshe Uganda. Kwa maana Uganda tunajua tukifunga tu Malaba, tukifunga Busia,
wiki moja watakosa chumvi kule. Tukifunga Busia tena watakosa mafuta ndani ya mwezi mmoja. Kwa hivyo ni mambo ambayo yapo katika mikono ya Wakenya, kwa sababu serikali tunaona juhudi inayotia ni kidogo sana. Hamna hata juhudi kabisa, kwa sababu siku 27 sasa hawajatokea kusema ni kipi kinatokea kwa Oyo, ni kipi kinatokea kwa Njagi. Tunaelewa bayana kwamba serikali vijana wanapotekwa nyara wanapitia mateso mengi. Pengine sasa wamewekwa ndio waweze kupona yale majeraha wamepata ili waweze kuachiliwa. Hatujui pengine jinsi Besigye alitolewa Kenya akapelekwa Uganda, pengine wale washatolewa Uganda wameletwa Kenya, wapo mikononi mwa serikali ya Kenya. Tunayo maswali mengi na mafumbo mengi ya kufumbua wakati tunaendelea kutafuta haki ya ndugu zetu, haki ya Wakenya wenzetu. Kwa hivyo kinachosalia sasa ni Wakenya waimbe wimbo wa Kajwang', Wakenya msilale. Bado mapambano. Ndio. Asante. Nitarudi na kutafuta kauli ya mwisho. Tufanye nini? Manake wametoa kauli kadha wa kadha. Tubaki tusilale wa Kenya, tuelekee mahakama ya Afrika Mashariki, lakini mumeng'ang'ana, mmefika paka kwa Korir Sing'oei, mmemwandikia barua hata waziri wa mambo ya nje. Lakini nirudi hapo kwa waziri kwanza kabla ya lile swali lingine. Nadhani labda majukumu haya yangetenganishwa na kukawa na waziri ambaye ni masuala ya kigeni peke yake ashughulikie masuala hayo, ingetusaidia. Ama katibu yupo anafanya yote lakini amezembea tu. Naam, tukiangalia utendakazi wa wizara yoyote ile, yule ambaye anafaa kuwa katika wadhifa wa utekelezaji hasa ni yule permanent secretary ama principal secretary. Kwa hivyo Korir Sing'oei ndio tunapelekea ama tunatarajia ndio atakuwa mwenye kutekeleza yale majukumu kikamilifu. Mara nyingi waziri huwa ni uso wa kisiasa, tunaita political face. Yani bado anabeba lile jukumu la kisiasa la kuhakikisha kwamba ile wizara imeweza kutekeleza. Akiitwa kujibu maswali ni yeye ndo anafaa kufika pale. Kwa hivyo tutasema wote wawili wana majukumu ya kuhakikisha kwamba swala hili limeweza kupewa kipaumbele. Lakini tukijiuliza tufanye nini sasa? Kwangu mimi la muhimu kabisa ni wananchi wa Afrika Mashariki waungane, wapinge udhalimu unaofanyika katika nchi zao. Sisi kama wananchi lazima tukumbuke kwamba hatuwezi kunyamaza tunapoona mwenzetu anaumia. Ikiwa sisi tutakubali kufanya kazi pamoja, na si wananchi peke yake, mashirika yaweze kuja pamoja, vyama vya mawakili waweze kuja pamoja, wanasiasa ambao wako katika upinzani waweze kuungana, waseme kwamba tutapigania demokrasia kwa kuungana. Hilo ndio litakuwa suluhisho kamili kwa haya ambayo yanaendelea kufanyika. Kwa sababu tusisahau kwamba hizi serikali tayari zimeungana. Na lazima tuwakumbushe wananchi popote pale walipo kwamba katika historia ya mwanadamu ama katika historia ya binadamu hapaja kuwepo wakati wowote ambapo uhuru ama haki zimeweza kupatikana ikiwa watu wamekaa na kuangalia. Wakati wowote ambapo haki inapatikana, ambapo tutaweza kusonga mbele, ni pale ambapo tutakuwa tayari kujitolea. Tutakuwa tayari kumake zile sacrifices. Na hizi sacrifices ama kule kujitolea na sisi kuweza kujitoa kafara ni kama mambo kama haya yakitendeka, tuwe katika mstari wa mbele. Kesho kwa mfano, ndugu zetu wa Tanzania wametangaza kwamba watakuwa barabarani wakifanya maandamano. Tunawatakia Watanzania kila laheri, kwa sababu ule udhalimu ulioendelea katika nchi ya Tanzania hadi hivi sasa umepita kiasi. Hakuna wakati ambapo historia ya Tanzania imekuwa na udhalimu kiasi hiki ambacho hivi sasa kiko. Mpaka wamefikia sasa kusema wataungana wote. Na tunawakumbusha lazima muwe katika mstari wa mbele. Tunawatakia kila laheri na kesho mujitokeze. Uganda pia lazima wajitokeze. Sisi sote ikiwa tutaungana tuwe kitu kimoja, basi hili eneo letu la Afrika Mashariki litaweza kusonga mbele. Na ndio mwito wangu kwamba lazima tuweze kuungana,
tulete mabadiliko katika nchi zetu. Nichukue kauli yako ya mwisho Felix. Walipowaendea Wayahudi nilinyamaza. Wakaendea wasocialisti nikanyamaza. Waliponikujia mimi sikuwa na wakunitetea wala kupasa sauti. Na sema hivi wa Kenya, wamewaendea Bob, Jagi na Oyo. Nani atakuwa anafuatia? Tujitokeze sisi wote tukemee vikali utekaji nyara na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Sisi sote tupo hapa Kenya si kwa hajali, ni kwa mapenzi ya Mungu tuzaliwe wa Kenya. Na sisi kama nguzo, sisi kama the light of democracy katika jumuiya, ni lazima tuangae kote, Waganda, wa Tanzania, wa Rwanda, pahali popote ambapo pana mambo ambayo yanakiuka haki za kibinadamu paweze kufikiwa na huu mwanga. Asante. Wakili. Ndivyo. Mimi kwa upande yangu ni kusisitiza na kusihi waziri wa maswala ya kigeni Bwana Musalia Mudavadi pamoja na katibu mkuu wake Bwana Sing'oei ya kwamba waweze kusikiza kilio ya Wakenya, waweze kusikia kilio ya familia na waweze kusikia kilio yetu ya kwamba tunataka kuona wamechukua hatua zaidi. Tunataka kuona watu onyeshe hata not verbal ile ambayo wana engage nayo serikali ya Uganda. Ndiposa tuweze kukua na ile ujasiri na confidence na kile ambayo wanafanya. Kwa sasa hatujaridhishwa na zile hatua ambayo wamechukua, na wachukue ya kwamba hata maisha ya Mkenya mmoja pekee. Na tumeweza kuona nchi zingine ambavyo wanalinda ama wanachunga wananchi zao, hata wanaingia katika vita kuhusu hata mwananchi mmoja ama mbili. Na tunawaeleza ya kwamba kwa zile sheria za Afrika Mashariki na sasa kwa sheria za Kenya, hata hiyo maisha ya Mkenya mmoja ina maana kubwa. Na hao ni Wakenya ambao wamejihusisha na mambo ya kujenga nchi, mambo ya kuboresha nchi, mambo ya kuboresha uongozi katika hata si Kenya pekee, katika Afrika Mashariki. Sasa inafaa iwe inawasumbua zaidi ya kwamba kuna Wakenya ambao wameshikwa kwa nchi ya kigeni. Sasa nataka kuwasihi ya kwamba wachukue hatua zaidi, waweze kuonyesha Wakenya ile hatua ambayo wanachukua na ile wanazidi kufuatilia. Ndiposa tuone ya kwamba wamechukua hii kitu kama kitu kubwa na ya dharura ambayo inafaa isuluhishwe haraka iwezekanavyo. La sivyo sasa tutaweza kuona mambo ambayo si mazuri. Nimesikia ndugu yangu ambao akisema sijui boda inafungwa nini. Hatutaki tuende katika vitu kama hiyo. Sasa tunawasihi wachukue hii kitu kwa ile seriousness it deserves. Na sisi pia kama mawakili, sisi tutazidi kufuata zile njia ambayo sheria imetupa kuweza kupetition East Africa Court of Justice iweze kusikiza kilio chetu cha Wakenya ya hawa Wakenya wawili. Tuna imani ya kwamba tutawapata, ingawa tunajua hali yao si mzuri, lakini tunataka waweze kupatikana haraka iwezekanavyo. Hussein Khalid, nichukue kauli yako ya mwisho ya kufunga. Naam, kauli yangu ya mwisho ni kwamba tunataka utekelezaji kamili wa mkataba wa Afrika Mashariki. Kenya, Uganda, Tanzania na wengineo pia wameweka mkataba wa kuhakikisha kwamba tutakuwa na uhusiano na uingiliano, na vile vile kwamba wananchi wataweza kutembeleana bila ya misukosuko ya aina yote. Pia nataka kusisitiza kwamba tuko na bunge la Afrika Mashariki na tuko na wabunge ambao wanatoka hapa Kenya kutuwakilisha katika lile bunge. Kuna ndugu Hassan Omar, kuna Suleiman Shahbal na mtoto wa aliyefariki Raila Biwini Odinga, vile vile mtoto wa kiongozi Kalonzo Musyoka. Tunataka kuambia kwamba hii ndio nafasi murwa kwenu kuweza kusimamisha na kupaza sauti zenu ili Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki iweze kusikika kwamba ni kitu kimoja. Kwa hivyo tunawasihi na wao wabunge wa bunge la Afrika Mashariki wapaze sauti zao, waseme kwamba wanataka haki iweze kutendeka na hawa ndugu zetu waweze kurudi. Mwisho kabisa ni kwa marafiki zetu
wa mabalozi ambao wako katika hizi nchi, mabalozi wa nchi za Ulaya, nchi za Amerika, pia wao wanafaa kupaza sauti zao ili tuhakikishe kwamba haki imeweza kupatikana na tumeweza kama Afrika Mashariki kutekeleza ule mkataba baina yetu. Asante sana, niwashukuru sana wageni wangu kuja kuzungumzia masuala hayo ya Bob Njagi na Nicholas Oyoo ambao walitekwa nyara kule katika taifa la Uganda Oktoba mosi, ambapo hadi kufikia sasa hakuna taarifa yoyote ambayo imeweza kutolewa na maafisa kutoka kule wakikana kwamba hawajui walipo, na taifa la Kenya pia uongozi wake haujaweza kuelezea chochote kuhusiana na Wakenya hao wawili ambao kwa siku 27 familia zao hazijakuwa zikifahamu wako wapi, simu zao zimezimwa na hadi kufikia sasa hawajulikani walipo. Wanaharakati wanataka uhai ama udhibitisho wa uhai wao uweze kutolewa. Je, serikali ya Kenya na Uganda itaweza kulifanya hilo? Ni wito ambao umetolewa, tutakuwa tukisubiri kuliona. Lakini nikukumbushe tu taarifa yetu kuu mchana huu wa leo ni kwamba kuna ajali imetokea katika eneo la Kwale ambapo watalii 12 wameaga dunia kwenye ajali hiyo, ambapo ndege iliyokuwa ikitoka Diani kuelekea Mai Mahiu imeanguka katika eneo hilo na kusababisha mauti ya watalii hao 12. Tayari kamanda wa polisi katika eneo la Pwani Ali Nuno amedhibitisha taarifa hizo, na kile ambacho kimejiri ni kwamba ni watalii hao ambao walikuwa wanasafiri asubuhi hii ya leo kuelekea katika ziara zao za mbuga ya Masai Mara kumradhi, kule katika eneo la Narok, na walikuwa wameabiri hiyo ndege kutoka eneo la Diani kuelekea kule Masai Mara. Tutapata taarifa hiyo kwa kina kwenye taarifa zetu za mwendo wa saa 7. Mtazamaji, usiende mbali. Niwashukuru wageni wangu ambao wamekuja studioni: Hussein Khalid, mkurugenzi mkuu wa shirika la Vocal Africa; Abner Mango ambaye ni mwanasheria, na vile vile Felix Wambua ni mratibu wa kitaifa wa Free Kenya Movement. Kufikia hapo mimi sina la ziada, ile kusema kwaheri, baki na wingi wa kheri. Mimi ni Suleiman Yeri, uwe na mchana mwema.